dabi haiwezi kuchezwa kabla ya uchunguzi, kwa sababu bodi ya ligi wakati mnatoa maelezo yenu yote, hoja ya kwanza ambayo ilikuwa ni ya msingi kwa wadau wa soka ili kwamba kuna mambo ambayo hayakuwa sawasawa kwenye matukio yale ya Simba mara baada ya Simba kutoa barua yao na kusema hatuingii uwanjani, waitengeneza hoja zao ambazo zilikuwa ni malalamiko kuhusiana na kile kitu ambacho kilitokea wao kutokuingia katika kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Itakuwa ni jambo ambalo litakuwa ni la ajabu kama dabi itapangwa bila kutoa uchunguzi ambao ulifikiwa na bodi ya ligi, ambayo bodi ya ligi walikuwa wameiandika. Ilistahili waandike kwamba pamoja na kwamba tunajipanga kutengeneza tarehe ya dabi ya Kariakoo, lakini tutaleta uchunguzi. Hapo tungepiga makofi sana. Lakini hapa inazungumzwa tu kwamba nasema kwamba kutokana na uamuzi wa kasi, bodi ya ligi ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu wa NBC mwaka 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi kuu ikiwemo mchezo wa 184 Yanga dhidi ya Simba. Kisha tutatangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Hiyo mapema iwezekanavyo lazima iendane mapema iwezekanavyo na uchunguzi ambao sisi tunausubiri. Kupewa taarifa ya kwamba bodi ya ligi, TFF na Simba wameenda kule kama chombo ambacho kinasimamia upande wa mpira miguu. Hiyo ni kosa kubwa sana na kuwapuuza wadau wa mpira miguu. Wadau wa mpira miguu wakaanza kujua mara baada ya bodi kwa maana ya kasi kutoa taarifa, ikajulikana kwamba kuna tukio hili. Lakini mara baada ya hapo, pamoja na kasi kutoa hiyo taarifa, hakukuwa na taarifa rasmi kutoka ndani ya bodi ya ligi ambayo inawaambia wadau kwamba kuna shauri ambalo tunapeleka wanasheria huko kwa sababu ya 1, 2, 3, wakaenda kimya kimya. Na bodi ya ligi walikuwa na sababu ya kufanya hivyo pamoja na TFF kwa sababu chombo wanachokiongoza ni mali ya Watanzania wote wapenda soka. Kwa hiyo walikuwa na jukumu la kufanya hivyo. Sijui kama watakuwa na muda wa kutuomba radhi kama wadau, wanahabari kwa ajili ya kupata taarifa kuhusiana na mambo ya michezo. Kuna kitu gani cha kuficha kwenye taarifa kama hii ya bodi ya ligi na kutoa fafanuzi juu ya mambo? Sasa mmekuja baadaye kwa sababu ya kasi ametoka majibu, mnakuja kutuambia. Kama mtu akufuatilia kilichokuwa kinaendelea huko, ataelewa nini? Kwa sababu hamkutoa barua, hamkuambia kama kulikuwa na kesi. Tukiwauliza ni kesi gani, mmetuambia lini kama kulikuwa na kesi? Mtatuambia nini kama bodi ya ligi au TFF? Haya mambo sio ya kuwafumbia macho, ni lazima mheshimu wadau ambao wanahusika katika mpira miguu. Wakati Mungu anatuumba, alituumba kwa kusudi maalum. Kila mmoja alivyoumbwa alikuja hapa kwa maana maalum. Lakini ukilijua kusudi lako la kuumbwa kwako, basi tutalitendea haki kwa kiwango ambacho unastahili kutendea haki. Mimi niko hapa nikijua kusudi langu la kuumbwa pia ni sehemu ya kusema ukweli na kunyosha kila kitu ambacho kinapindishwa na kukaa katika mstari. Mimi naitwa Lugano Israel na hii ni Like Media ambayo ipo hapa kwa ajili ya kukupa taarifa na story mbalimbali za kimichezo. Leo hii hapa niko hapa kwa ajili ya kuleta taarifa na mtazamo tofauti na mjadala ambao watu wengi wamekaa kimya kwa kiwango kikubwa sana. Kiasi cha kwamba ni kama anajisaulisha hivi, kama sio jambo la kujadiliwa, ni swala ambalo kama limepita tu hivi. Lakini nikwambie kuna hoja ya msingi katika swala la kasi. Mpaka dakika hii bado ni bichi katika maswala mbalimbali, hoja mbalimbali ambazo zilikuwa zizungumzwe na zianze kujadiliwa kwa kina kabisa. Moja kati ya kitu ambacho leo nimekuja nacho kupitia mjadala huu wa kasi ni kuhusiana na bodi ya ligi na TFF ambao ndio wenye mamlaka wa mpira wa miguu Tanzania. Hivi wanafahamu kwamba TFF mpira wa miguu ni mali ya Tanzania? Kwamba wale viongozi ambao wako pale wamechukua ni dhamana tu ya watu wa mpira. Hivi wanajua hicho kitu? Au wanaweza wakajiendeshia wanavyotaka kwa sababu wao wana mamlaka hayo? Mimi niwakumbushe tu viongozi wa TFF, mko kwenye nafasi hiyo ni kwa dhamana ambayo mmepewa, lakini mali ya mpira wa miguu ni mali ya wapenda soka wa Kitanzania, ni mali ya wadau wa mpira wa miguu Tanzania. Kwa maana chochote ambacho kinakuwepo ndani ya TFF ni haki ya kila mdau kukifahamu, ni haki ya kila mpenda soka kujua. Kwa hiyo sioni kama sababu ya TFF kuficha chochote katika kitu ambacho kinakuwa kinatokea katika mpira wetu wa miguu. Nimeshangaa na nimekuja hapa kuzungumza kwa sababu kwanza TFF wamekuja kutoa hoja
ambayo inazungumzia maamuzi ya mahakama ya usuluhishi wa kimichezo. Na hii ikitoka bodi ya ligi, si ndio? Na hii imetoka bodi ya ligi, lakini bodi ya ligi ambayo iko chini ya TFF. Kwa hiyo tukizungumzia bodi ya ligi pia tunazungumzia TFF. Bodi ya ligi sio huru kwa kiasi cha kwamba tukaizungumza peke yake. Bodi ya ligi ndani yake kuna TFF. Kwa hiyo bodi ya ligi imekuja na taarifa ambayo iliitoa mara baada ya taarifa kutoka kasi kutoa maelekezo ya nini kifanyike. Pengine kulikuwa na mijadala mingi sana ya kutoa taarifa kuhusiana na kasi wameamua nini, kuhusiana na hii Yanga ambao ndio walikuwa wamepeleka huko nini ambacho walikiamua, lakini kuna hoja nyingi sana ambazo zinatakiwa kujadiliwa hasa kwa hili jambo ambalo lilitokea. Mosi, mamlaka ya soka Tanzania mara baada ya kushtakiwa na kasi, kuna taarifa yote kwa umma ambao waliitoa kwa ajili ya kuwajulisha watu kwamba inashtakiwa na mashtaka haya yanahusiana na nini? Kama walishtakiwa alafu hawakutoa taarifa yoyote, kulikuwa na haja gani ya kutupa taarifa kwamba mara baada ya mahakama ya kasi kufanya 1 2 3? Kwa nini wasikae kimya tu? Hilo inawezekana ni swali ambalo mamlaka nadhani wanatakiwa pia hii taarifa ifikiwe. Nafasi ambao wanaiongoza bodi ya ligi, wanaongoza TFF, sio kama ilivyo ardhi kwamba iliko pale miaka yote. Wamepewa tu dhamana ya muda kwa ajili ya kuongoza. Wana kila sababu ya kila tukio ambalo ni la kimpira, basi wadau wa mpira walifahamu. Kulikuwa na haja ya taarifa hiyo mara baada ya Yanga kwenda kuwashtaki. Wangetoa maelezo kwamba pamoja na kwamba tulifanya 1 2 3 katika dabi ya Kariakoo, lakini kuna shtaka ambalo linatufanya tuende tukajibu hoja kutoka na 1 2 3 kasi. Hata kama ingekuwaje watu wanafahamu hawaelewi, lakini kwa sababu ya umuhimu wa kwamba bodi ya ligi na TFF ni mali ya wadau wa soka, walikuwa na sababu ya kutoka na kuja kutuambia. Sasa hii taarifa ambayo walikuja kuitoa ambayo inasema hivi, kama ukubahatia kuipata basi ni ngoja nisome kwa haraka na uweze kuielewa. Inasema ni taarifa kwa vyombo vya habari. Sasa taarifa kwa vyombo vya habari inakuja mara baada ya taarifa kutoka kasi. Wakati bodi ya ligi na TFF wanashtakiwa, hakuweza kutuambia kama kuna taarifa hii na sisi tuonde kama tuchukue kama taarifa maalum. Sasa amekuja kutuambia taarifa maalum kwa vyombo vya habari mara baada ya maamuzi ya kasi. Hicho kitu ambacho hakiko sawa. Sasa nisome taarifa ambayo imetolewa na bodi ya ligi mara baada ya taarifa tu wao wakatoa sekunde chache tu. Inasema hivi: mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo kasi umetupa rufaa ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba kasi 2025/A/1129/8 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga African dhidi ya Simba Sports Club. Taarifa inaendelea kusema walalamikaji wengine katika shauri hilo ambalo pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangwe tarehe mpaka itakapotolewa uamuzi ni bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa kasi, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi ikiwemo mchezo wa namba 184 Yanga versus Simba. Kisha tutatangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Mei mosi mwaka 2025. Hii taarifa imetoka mara baada tu ya taarifa ya kasi kutoka, nao ndipo wakatoa, lakini hatukupewa taarifa ya kwamba bodi ya ligi TFF na Simba wameenda kule kama chombo ambacho kinasimamia upande wa mpira miguu. Hiyo ni kosa kubwa sana na kuwapuuza wadau wa mpira miguu. Wadau wa mpira miguu wakaanza kujua mara baada ya bodi kwa maana ya kasi kutoa taarifa, ikajulikana kwamba kuna tukio hili. Lakini mara baada ya hapo, pamoja na kasi kutoa hiyo taarifa, hakukuwa na taarifa rasmi kutoka ndani ya bodi ya ligi ambayo inawaambia wadau
kwamba kuna shauri ambalo tunapeleka wanasheria huko kwa sababu ya 1 2 3, wakaenda kimya kimya. Na bodi ya ligi walikuwa na sababu ya kufanya hivyo pamoja na TFF kwa sababu chombo wanachokiongoza ni mali ya Watanzania wote wapenda soka. Kwa hiyo walikuwa na jukumu la kufanya hivyo. Sijui kama watakuwa na muda wa kutuomba radhi kama wadau, wanahabari kwa ajili ya kupata taarifa kuhusiana na mambo ya michezo. Sijui walikuwa na kiogopa kitu gani, lakini hii waichukue kama uongozi wa TFF na bodi ya ligi. Hii ligi sio ya viongozi mliopo TFF, ni ligi ya wadau. Wadau wanataka kupata maoni kwa chochote ambacho kinazungumzwa, chochote ambacho kinasemwa. Basi bodi ya ligi, TFF, panapo umuhimu lazima watoke na wazungumze. Mfano tulizungumza kuhusiana na, nimpongeze mwanasheria wa TFF Boniface Wambura Mgoyo, ambaye mara baada ya kuwepo na maneno mengi kuhusiana na GSM kudhamini vilabu vingi hivi na hivi, nikampata akazungumza na akaeleza, taharuki ikapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini hili la kasi, kwa nini walikuwa wamekaa kimya muda mrefu? Inawezekana wadau ambao wanafikiri kama mimi wakawa ni wachache sana, lakini kuna haja ya watu kuanza kubungua bongo zao na kuanza kuhoji vitu vya msingi. TFF sio kama ilivyo Yanga au Simba. Watu kwa upande wa Simba Yanga tunaweza tukadai kama wadau pia kupata taarifa, lakini tofauti na TFF ambao tuna haki kabisa ya kupata taarifa kutoka ndani ya TFF. Wanaweza kasingizia kwamba tuwaambia wanachama au hii ni mali ya wanachama au confidential ndani ya TFF kuhusiana na habari ambazo zinahusu watu kufahamu taarifa. Kuna kitu gani cha kuficha kwenye taarifa kama hii ya bodi ya ligi na kutoa fafanuzi juu ya mambo? Sasa mmekuja baadaye kwa sababu ya kasi ametoka majibu, mnakuja kutuambia. Kama mtu akufuatilia kilichokuwa kinaendelea huko, ataelewa nini? Kwa sababu hamkutoa barua, hamkuambia kama kulikuwa na kesi. Tukiwauliza ni kesi gani, mmetuambia lini kama kulikuwa na kesi? Mtatuambia nini kama bodi ya ligi au TFF? Haya mambo sio ya kuwafumbia macho, ni lazima mheshimu wadau ambao wanahusika katika mpira wa miguu. Mali ya TFF sio mali ya Karia, wala sio mali ya katibu, wala sio mali ya nani, ni mali, si tumewaamini na mmekuwa mkifanya kazi nzuri sana mkiwepo hapo. Lakini kuna haja gani ya kuficha taarifa kuwapa waandishi wa habari na kuambia umma na wadau wa mpira wa miguu wakafahamu kwamba kuna nini ambacho kinaendelea? Hilo la kwanza. La pili ni taarifa ambayo imetoka kutoka bodi ya ligi ambayo inasema lazima dabi ipangwe na wako tayari kwa maandalizi ya ligi nyingine, lakini pamoja na kuipangia dabi mchezo husika. Mimi niko hapa kwa kuwakilisha watu wengine ambao pengine wamefikiria hawana sehemu ya kuzungumzia, kwa kuwakilisha wengine ambao wana sehemu ya kuzungumzia hawakuona umuhimu wa kulizungumzia hili. Mimi nasimama na kusema hatutaki dabi ipangwe, ratiba ya dabi ipangwe. Mimi binafsi kwa kuwakilisha wengine ambao wana fikra kama zangu mimi, ambao hawana nafasi ya kuzungumza, mimi nasema haitakuwa vema na hatutaki dabi ipangwe bila kuwepo na kile kitu ambacho mlikitoa katika maandishi yenu ya mwanzo kwamba mnafanya uchunguzi. Ni lazima mtupe taarifa ya uchunguzi ambao mlisimamisha katika ile dabi, na mtuambie ni nini ambacho kilitokea, na mtuambie waliohusika kwenye uchunguzi ni nani na nani, kwa sababu ili kuondoa vitu ambavyo vinakuwa na manunguniko kwenye ligi lazima viende katika hali ya black and white. Mimi ni muumini wa black and white, sitaki kukaa upande wote. Bodi ya ligi tumewatetea kwa kiwango kikubwa. Kuna sehemu kanuni yenu ilikuwa na waruhusu kabisa kusimama kama bodi ya ligi kutokana na kifungu cha 34 1-3 kinawatetea kabisa kwamba nyie mlikuwa na haki ya kusimamisha mchezo bila doubt yoyote. Lakini haiwezekani mkapanga mchezo wa dabi ya Kariakoo, mkaupangia tarehe bila kutuambia uchunguzi unasemaje. Mtakuwa mmetukosea na hiyo dabi itakuwa ina kasoro kubwa sana. Tunahitaji uchunguzi kwanza uje kabla ya dabi haijatangazwa. Kwa uchunguzi ni kitu cha muhimu kwa sababu wenyewe mlisema kwamba mnaenda kuchunguza. Hilo ni swala la msingi ambalo tunahitaji kuliona. Ni nani, ni nini, ili tupate mwongozo wa siku zingine. Lazima uchunguzi uje mezani kwanza, alafu vitu vingine viendelee. Mimi haya ndio ilikuwa maoni yangu. Wadau pia mna maoni yenu ya kuweza kutoa hapa. Kama mnahisi hiki ni kitu cha kawaida tu, hakiwezekani kaonekana kama ni kitu cha kawaida tu na mkachukulia poa, ni lazima muheshimu kwamba dabi haiwezi kuchezwa kabla ya uchunguzi, kwa sababu bodi ya ligi wakati mnatoa maelezo yenu yote, hoja ya kwanza ambayo ilikuwa ni ya msingi kwa wadau wa soka ilikuwa kwamba
kuna mambo ambayo hayakuwa sawasawa kwenye matukio yale ya Simba mara baada ya Simba kutoa barua yao na kusema hatuingii uwanjani, waitengeneza hoja zao ambazo zilikuwa ni malalamiko kuhusiana na kile kitu ambacho kilitokea wao kutokuingia katika kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hoja ya msingi, hakuna Mtanzania yoyote mpenda soka ambaye hataki kufahamu nini ambacho kilisibu kwenye ile dabi. Hoja ya Simba zilikuwa ni nini? Manake mlisema tu tumesikia malalamiko ya Simba hivi na hivi, hawakuweka ni nini ambacho walikalamikia Simba. Pengine kuna mtu alipigwa, pengine kuna mtu aliibiwa, au kuna mtu alifanywa kitendo ambacho sio cha kuzungumza. Pengine kuna mambo mengi alifanyika mpaka ikazungumzwa rushwa. Rushwa ambayo ilikuwa inahusiana na nini? Sasa kama rushwa ambayo hatujui inahusiana na nini, alafu mwisho wa siku hatujui mwisho wa kukomesha hivyo vitu vinakuja kukomeshwa vipi, itakuwa ni jambo ambalo litakuwa ni la ajabu kama dabi itapangwa bila kutoa uchunguzi ambao ulifikiwa na bodi ya ligi na umetumia katika mfumo gani. Kwa hiyo naamini kwa upande wa Yanga na upande wa Simba utaridhika hasa kwenda kucheza dabi pale ambapo kutakuwa na uchunguzi upo mezani. Ndio ni kitu ambacho bodi ya ligi na TFF, mimi nadhani hata kwenye barua ambayo TFF na bodi ya ligi, tuseme barua ambayo bodi ya ligi walikuwa wameiandika, ilistahili waandike kwamba pamoja na kwamba tunaangalia, pamoja na kwamba tunajipanga kutengeneza tarehe ya dabi ya Kariakoo, wangesema hivi, pamoja na kwamba tuko katika maandalizi ya kupanga tarehe ya dabi, lakini tutaleta uchunguzi. Hapo tungepiga makofi sana. Lakini hapa inazungumzwa tu kwamba nasema kwamba kutokana na uamuzi wa kasi bodi ya ligi ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu wa NBC mwaka 2024-25 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi kuu ikiwemo mchezo wa 184 Yanga dhidi ya Simba. Kisha tutatangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Hiyo mapema iwezekanavyo lazima iendane mapema iwezekanavyo na uchunguzi ambao sisi tunausubiri. Kama TFF na bodi ya ligi watatangaza ratiba ya dabi bila kuweka uchunguzi, mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuona kama kuna ubabaishaji katika hili. Na mimi mtanisamee, nitasema ukweli na uwazi. Manake mimi napenda kuwa black and white. Mtanichukia kwa sababu ya uwazi wangu, na mimi nitausema uwazi kabisa kila kitu ambacho kitakuwa wazi. Kwa maana mimi nilikuwa miongoni mwa watu nilikuwa nasimamia kwamba kwenye kanuni mlikuwa mko sahihi sana kuamua hicho mlichokiamua, kwa sababu ndio ambao tumewapa dhamana. Lakini haiwezekani muahidi wenyewe kwamba mtafanya uchunguzi alafu uchunguzi muone kama sio kitu cha msingi, wakati hoja ya msingi ya kusimamisha mchezo ulikuwa ni uchunguzi. Hoja ya kwanza isiwe kwanza kucheza dabi, kuipangia ratiba dabi. Hoja ya kwanza na kipengele cha kwanza cha muhimu ni kuweka swala la uchunguzi mbele kabla ya dabi yenyewe. Kwa uchunguzi ulete majibu kwanza ya uchunguzi. Kila mmoja auone huo ndo uchunguzi, then ipangiwe dabi ya Kariakoo. Hapo mimi nitakuwa radhi, naamini wadau wengi hili swala wataenda kucomment na kutoa ushauri wa nini ambacho kifanyike, na kwenye pengine mtazamo utahitajika upande wa Simba ambao ndio walipeleka hoja hiyo, na pia upande wa Yanga ambao ndio wanahitaji hoja hiyo kufahamu uchunguzi huo unasemaje. Ndio ulikuwa sababu ya wao kwa maana ya Simba kuto kupeleka timu uwanjani, ulikuwa na mashiko hayo. Na kwa upande wa Simba watataka kuonyesha yale ambao wao walipeleka kama hoja yanafika kwenye jamii, ili katika michezo mingine asitokee. Kwa hiyo kwa upande wa bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi wa ligi kuu Tanzania bara, achana na taharuki ambayo imeshapita, ili tuende huko mbele tunakotaka kwa uzuri kabisa. Lazima taharuki tuziondoe, na kuondoa taharuki ni kuleta uchunguzi ambao ulizungumzwa ndio ambao ulisimamisha dabi ya Kariakoo. Katika hayo mimi ni washukuru sana nyinyi ambao mnafuatilia Like Media. Mimi naitwa Lugano Israel, niko hapa kwa ajili ya kuwaleteni hoja ambayo mara baada ya kasi kuiondoa kesi ya Yanga, kwa maana Yanga kupigwa KO, sasa swala limebakia kwa TFF ambao ni washindi katika tukio lile ambao wao walikuwa wameshtakiwa. Sasa nao watuletee hoja sasa za msingi. Nikisema TFF nazungumzia na bodi ya ligi ndani yake, watuletee hoja za msingi za uchunguzi. Maana uchunguzi ndio tunausubiri sasa, kabla ya dabi haijachezwa uchunguzi uwe mezani.
Mpaka wakati mwingine, subscribe channel hii basi uwe miongoni mwa watu ambao unakuwa unapata mastori, uchunguzi, kwa maana ya mada na michapo mbalimbali kutoka hapa. Mimi naitwa Lugano Israel. Mpaka wakati mwingine. Ciao.